shule hii ya sekondari ya Mazwi, kama mnavyofahamu, taifa lolote lenye vijana wenye maadili, nidhamu na elimu bora huwa na uhakika wa kuwa na kesho iliyo salama. Lakini taifa lenye vijana wasiokuwa na mwelekeo, wasiothamini masomo, wanaokosa maadili, kupoteza nguvu kazi, amani na dira au mipango mbalimbali iliyowekwa na serikali zao. Na kwa mujibu wa takwimu ya sensa iliyofanywa mwaka 2022, nyie vijana mko takribani nusu ya Watanzania wote. Na hii ina maana kwamba, na mmesikia viongozi wote ikiwemo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, akisema kwamba vijana mmewekwa katika kipaumbele kikubwa. Kwa hiyo tunawategemea nyie kama nguvu kazi ya ubunifu, uwezo wa kufanya kazi, ari na kujifunza ili tuweze kuibadilisha Tanzania. Napenda tu kuambia kama serikali imeandaa dira ya maendeleo mwaka 2050. Ukiangalia 2050 ni karibu miaka 24 tunavyoongea kutoka leo. Na nyewe wenyewe mkijitathmini, miaka 24 kutokea leo, nyewe wote mtakuwa mnafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Kuna ambao watakuwa madaktari, kuna ambao watakuwa maengineer, kuna ambao watakuwa mafundi seremala, kuna ambao watakuwa marubani, lakini vile vile kuna ambao watakuwa viongozi kama sisi tuliokaa hapa mbele. Lakini hatuwezi kujua, labda hata rais ajaye wa nchi anaweza kutoka miongoni mwenu. Hivyo mna jukumu kubwa la kuhakikisha mnatumia elimu mnayoipata hapa ili kuweza kuleta maendeleo ya nchi yetu. Ninawasihi vijana wangu muweze kujiandaa katika kulijenga taifa hili. Kutokana na umuhimu wenu, serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kama nilivyosema hapo nyuma, imeendelea kuweka vijana kipaumbele cha maendeleo ya taifa. Ndio maana imeanzisha wizara yenye dhamana ya maendeleo ya vijana. Hivyo pamoja na kuwa na wizara ya elimu inayowaza nyie mtapataje elimu, vile vile kumeanzishwa wizara ambayo itakwenda kuangalia mkipata elimu hii namna gani mtakavyoendelezwa. Lakini vijana, napenda kuwakumbusha, na mmekuwa mnaambiwa na wazazi wenu, lakini hata hapa mkija shuleni, elimu ndiyo mtaji mkubwa zaidi ambao hakuna mtu anaweza kukupokonya. Ikishaingia kichwani kwako, ukishajua jiografia, ukishajua hesabu, ukishajua ufundi, hamna mtu anayeweza kuchukua. Kwa hiyo huo ni mtaji namba 1 wa mtu. Mali inaweza kupotea, fedha zinaweza kuisha, lakini elimu ubaki ndani yenu katika kipindi chenu chote cha maisha. Msikubali, na naendelea kuambia, msikubali muda wenu utekwe na mambo yasiyo na tija. Dunia ya leo, napenda kuwakumbusha, na nyie mko shule ya kutwa, imejaa vishawishi vya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, marafiki wanaopoteza dira, matumizi ya dawa za kulevya, pamoja na tabia zinazoweza kupunguza uwezo wa kusoma kama vile unywaji pombe au pia kwenda kusikiliza. Siku hizi tunaona magenge huko mjini yameanzisha ya kuangalia filamu. Kwa hiyo hizi tabia zote zinachangia uwezo wenu wa kutokuweza kusoma. Kwa hiyo mnahitaji kwa kweli kuhakikisha mnakuwa na nidhamu, mnajituma, lakini pia mnahakikisha malengo ambayo mmejiwekea yanafikiwa. Kwa hiyo hapa inakuja na dhana nzima ya ndoto. Tukisema malengo ni ndoto. Kwa hiyo ndoto ambazo mmekuwa nazo hazitatimia bila kujituma katika masomo. Heshimuni muda wa kusoma, jengeni tabia kujisomea, msidharau. Kuna watu ambao wanakuwa wanasema sisi tunapenda kusoma masomo ya aina fulani. Masomo yote ni sawa, yana fursa sawa. Kwa hiyo msidharau masomo yote. Mmomonyoko wa maadili katika baadhi ya maeneo ya jamii. Kuna ongezeko la lugha zisizofaa
miongoni mwenu vijana. Kuna ukosefu wa heshima. Tukisema heshima, zamani sisi tulikuwa tunafundishwa, akipita mtu mzima unasimama. Ukiwa labda kwenye chombo cha usafiri, akija mtu mzima unasimama akae. Lakini leo hii ukipanda vyombo hivyo unaona vijana hawasimami. Lakini pia kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya teknolojia, matumizi mabaya ya teknolojia na tabia zinazohatarisha maisha ya vijana. Maadili ni msingi wa mtu. Mtu anaweza kuwa na elimu kubwa. Nimeongelea mwanzo kuwa na elimu. Unaweza ukapata elimu, lakini kama una maadili hujafanya lolote. Na hivyo unaweza kuwa hatarishi katika jamii. Kwa hiyo taifa haliwezi kujengwa na watu wenye akili pekee. Linajengwa na watu wenye tabia njema, uadilifu, heshima pamoja na kuwajibika. Leo tunaona baadhi ya vijana wamekuwa wakipoteza mwelekeo kutokana na ushawishi wa mitandao ya kijamii, presha za marafiki, tamaa za maisha ya haraka na kukosa watu wa kuwaelekeza. Mafanikio ya kweli hayajengwi kwa njia za mkato, yanajengwa kwa kazi, nidhamu, maadili na uvumilivu. Zamani mimi pia nilipokuwa nasoma, sisi wasichana tulikuwa hatusomi wengi kama watoto wa kiume. Hivyo kwa kweli wasichana hapa nikiangalia naona mko wengi. Kwa hiyo wanangu, napenda kuwaasa muweke bidii katika masomo. Tunaelewa kwamba kuna vishawishi vingi. Tunaelewa kwamba kuna mila na desturi zetu ambazo zinatufanya sisi wanawake au wasichana tusiweze kufikia ndoto zetu. Kwa hiyo leo kama mlivyosema, nimeleta hizi taulo za kike ili kuhakikisha nyie wasichana mnafika shuleni pale inapotakiwa. Kuna wasichana wengi hapa nchini wakiwa katika siku zao hawawezi kwenda shule. Kuna wasichana wengi wakiwa katika siku zao wakienda shule, kwa kuwa hawawezi kujistiri vizuri, wanapata aibu. Kwa hiyo wanangu wasichana, nimeleta taulo hizi ili kuonyesha nipo pamoja na walimu wenu, nipo pamoja na wazazi wenu ambao ni wazazi wenzangu, kuhakikisha mnakuja shule, mnatembea kifua mbele. Na hedhi haiwi ni kikwazo kwenu kukosa masomo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwalimu Mkuu, nitaomba, nafahamu nimeambiwa kwamba mlikuwa na changamoto hii, nitakuwa mdau katika swala hili. Kwa hiyo msisite kuwasiliana nami endapo kutakuwa na changamoto kwenu. Lakini vile vile sitaacha kuongea na nyinyi vijana wa kiume. Wajua wanaume bwana, wanajiona ili uweze kuonekana mwanaume sawa ni kuwa na vurugu, ni kuweza kuongea. Lakini ujana sio kutumia maguvu kuwadharau wanaume. Wanaume ni kuwa na nidhamu, uwajibikaji, kujituma, kulinda wengine na kuheshimu wanawake au watoto wa kike. Na mkifanya hivyo, mtaweza kuondokana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Najua kwa kuwa mko sekondari na ukiangalia mitaala yetu ya masomo sasa hivi imebadilika na masuala haya ya jinsia yameanza kufundishwa mashuleni. Hivyo nawapenda kuwaasa watoto wangu wa kiume, masuala ya kijinsia sio wanawake. Sisi wanawake hatutaweza kwenda mbele, au wasichana hawa hawataweza kwenda mbele bila nyie kuweza kuonyesha kwamba mko nao katika harakati mbalimbali za kutimiza ndoto zao.